Usiku ule kulikuwa na kitu kilikuwa kinagonga mlango, lakini kilikuwa kinagonga kutoka ndani ya chumba kilichofungwa kwa kufuli nje. Usisahau kusubscribe na kutano notification kwa ajili ya story zaidi. Ni mimi hapa, storyteller wako, Romy Creator. Story hii ni ya kijana mmoja anaitwa Kelvin. Kelvin alikuwa amehamia chumba kipya cha kupanga maeneo ya kimya kidogo. Nyumba ya zamani, lakini bei ilikuwa nafuu sana. Alipoingia tu, jirani mmoja alimwambia kwa utani, chumba cha mwisho pale usikifungue usiku. Kelvin alicheka. Alidhani ni stori za kutisha za kawaida tu. Siku ya kwanza ilipita kawaida, lakini usiku wa pili, majira ya saa 7 hivi usiku, Kelvin akiwa amelala, alisikia sauti ya kitu kinagonga. Gong, gong, gong. Alishtuka. Akasikiliza vizuri. Sauti ilikuwa inatoka kwenye kile chumba cha mwisho cha korido, kile kilichofungwa. Alijaribu kupuuza, lakini sauti ikaendelea. Taratibu, nzito. Gong, gong. Kesho yake asubuhi, alimuuliza mwenye nyumba. Yule mzee alikaa kimya kidogo, kisha akasema, hicho chumba hakitumiki. Kimefungwa muda mrefu. Kelvin hakuridhika, lakini akaacha. Usiku uliofuata, sauti ilirudi. Safari hii ilikuwa kali zaidi. Gong, gong, gong. Kana kwamba mtu anataka kutoka kwa nguvu. Kelvin alisimama. Hofu ikaanza kumpanda polepole, lakini curiosity ikamshinda. Akatoka chumbani kwake, akaelekea kwenye ile korido ndefu yenye mwanga hafifu. Kila hatua aliyopiga, sauti iliongezeka. Alipofika karibu na mlango, sauti ilisimama ghafla. Kimya. Akasogea karibu zaidi. Akajaribu kusikiliza. Ghafla, sauti ya kunong'ona ikasikika kutoka ndani. Fungua. Kelvin aliruka nyuma kwa hofu. Alikimbia kurudi chumbani kwake. Hakufunga hata mlango. Usiku huo hakulala kabisa. Kesho yake aliamua kuondoka pale. Lakini kabla hajahama, alikutana na jirani mwingine, mama mmoja wa makamo. Yule mama alimwambia kitu kilichomfanya asisimame. Miaka 2 iliyopita, kulikuwa na mtu aliishi hapo. Alijifungia ndani ya kile chumba na hakutoka tena. Kelvin akameza mate. Walipofungua mlango, walimkuta amekufa. Lakini yule mama akanyamaza kidogo. Mlango ulikuwa umefungwa kwa kufuli NJE. Mwili wa Kelvin ulisisimka. Usiku huo, akiwa anapanga vitu vyake ili ahame asubuhi, taa zikazimika ghafla. Giza totoro. Na kisha ile sauti ikarudi. Lakini safari hii haikutoka kwenye kile chumba. Ilikuwa nyuma yake, ndani ya chumba chake. Gong, gong. Kelvin aligeuka polepole. Mlango wake ulikuwa bado wazi, lakini nyuma ya mlango kulikuwa na kivuli kimesimama. Kirefu, kimenyooka, hakionekani uso wake. Na kisha kile kivuli kikasema kwa sauti nzito, umechelewa kuondoka. Kelvin alijaribu kukimbia, lakini mlango ukajifunga kwa nguvu. Ghafla, ile sauti ya kugonga ikaanza tena, lakini sasa ilikuwa inatoka ndani ya kichwa chake. Gong, gong, gong. Alipiga kelele. Majirani walipokuja kuvunja mlango, walimkuta Kelvin amekaa kona ya chumba, akitetemeka, akiongea peke yake. Anataka nitafungue. Anataka nitafungue. Lakini kitu cha kutisha zaidi ni kwamba kile chumba cha mwisho kilikuwa wazi na kufuli yake kilikuwa kimewekwa ndani. Mpaka leo hakuna anayekaa kwenye ile nyumba. Na usiku ukifika, watu hupita pale haraka, kwa sababu ukisimama kidogo tu unaweza kusikia sauti ile ile. Gong, gong,
ikikutaka wewe ufungue.